Baadhi ya mashahidi ya yaum al-qiyama. Muislamu atakuwa katika hali gani na familia? Tukiwa duniani hapa, bila shaka Muislamu anaona raha akiwa na familia, anaishi nao pamoja, anatangamana nao kwa vizuri, anawasiliana nao kwa namna inavyotakiwa, wakibadilishiana mapenzi ila akhiri dhalik. Baba, mama, mke, watoto, hawa ni familia ambao tunaona raha tukiwa nao duniani. Lakini yaum al-qiyama itakuwaje mashhad ya Muislamu na familia yake hii? Mashhadi ya kwanza, siku ya Kiyama, wakati wanadamu watakapokuwa wamepewa amri ya kutoka makaburini kupitia kwa mvivio wa Israfil, baada ya kuvivia katika baragumu la watu kufufuka na kutoka makaburini, watu watakuwa wanakwenda mbio, watu wanakimbizana. Wanufikha fi sur fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, na pindi baragumu litakapopulizwa, fa idha hum, ukitahamaka unaona watu min al-ajdathi, wanatoka makaburini, ila rabbihim yansilun, wanatimuka mbio kwenda kwa Mola wao katika ardhi ya mahshar, ardhi ya hisab. Katika mashhadi kama hii, alaka ya Muislamu na familia yake ni alaka ya kutisha, inaitwa mashhadu al-firar, ni mashhadi ya kukimbiana. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, fa idha jaat as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Hii ndio mashhadi ya kwanza, wakati wa hisab. Mashhadi itakayokuweko baina ya Muislamu na familia yake ni mashhadi ya kukimbiana, kwamba kila Muislamu atakayomkimbia Muislamu mwenzio. Wala si hilo tu, bali Waislamu wa familia moja watakuwa wanakimbiana, siku ambayo itakapokuja ukelele mkubwa. Fa idha jaat as-sakha, ukelele mkubwa utakaokuja kutoka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa amri ya Allah jalla jalaluhu. Ukitahamaka unaona watu, yafirru al-mar'u min akhihi, mtu amkimbia nduguye, ndugu yake ambaye toka nitoke hapa duniani walizaliwa pamoja, waliishi pamoja, walikulia pamoja, wanafanya amali yao na biashara pamoja mpaka kufa kwao. Yaum al-qiyama watu wanakimbiana, ndugu yule anamkimbia ndugu huyu, wa ummihi, na atamkimbia mamake, yule mama ambaye hapa duniani tumkimbilia, ewe mama, ewe mama. Yaum al-qiyamati huyo ni mwingine ambaye utamkimbia yaum al-qiyama. Wa abi, na babake, wa sahibati, na mkeo, mke uliyebadilishana naye maisha na umri na mali na matangamano mazuri, huyo ni mwingine ambaye ukimwona yaum al-qiyama utampa nyongo, utamkimbia mbali sana. Na watoto uliyezaa naye bibi yule pia kadhalika utawakimbia, wabani. Sababu ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Itakuwa ni siku ya rabbi nafsi, rabbi nafsi, ewe Mola, nafsi yangu, nafsi yangu. Kila mmoja aikimbilia nafsi yake. Kutakuwa na mambo ambayo yamshughulisha yule Muislamu, hana time ya kumwangalia, hana wakati wa kumwangalia ndugu yake wala mamake wala babake. Kila mmoja anaangalia nafsi yake. Itakuwa katika hali gani siku hiyo? Baada ya mashhad ya hisab, Allah subhanahu wa ta'ala atawahesabu viumbe vyote, watahesabiwa, wala sio wanadamu peke yao. Majini watahesabiwa, wanyama watafanyiwa hisab, kama ilivyothubutu katika mafundisho ya Qur'an, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hisab kumalizika, tunaingia katika mashhadi nyingine, na mashhadi nyingine ya alaka ya familia ni mashhadi ya shafa'a. Na hii ni mashhadi nzuri ya kupendeza, ni mashhadi ambayo inafanya mwili unasisimka na moyo unakwenda mbio kwa furaha.
Ni mashhadi ambayo kila Muislamu anapoyasikia maneno haya kutoka kwa kinwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ataitamani. Mashhadi ya shafaa imepokelewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala yuqalu lilwildani yawm alqiyama, wataambiwa watoto siku ya kiyama baada ya kuwa hisabu zishafanywa, watu washakaguliwa, wa kwenda peponi wataambiwa wende peponi, na watu wa motoni wataamrishwa wende motoni. Sasa familia inaibuka tena katika mashhadi nyingine يوم القيامة, nayo ni mashhadi ya shafaa. Sasa watoto ambao walikuwa ni wema hapa duniani, watoto wazuri waliokulia na tarbia, waliokulia kwa iman, waliokulia bil amali salih hapa duniani, يوم القيامة watapewa amri na malaika, udkhulul janna, ngeni peponi. Fayaqulun, watoto watasema, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, hatuingii mpaka kwanza waingie baba zetu na mama zetu. Malaika watawapa tena mara ya pili amri ile, watoto wajibu maneno yale yale kuambia malaika. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, mali arahum muhnabitin, mbona nawaona hawa watu ambao watakiwa waingie peponi min ahli aljanna wamesimama wanasita. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye awaamrishe wale watoto, awaambie udkhulul janna, ingieni peponi. Fayaqulun, watoto watasema, ya Rabb, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, mpaka baba zetu na mama zetu waingie. Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi wa fadlihi wa shafaqatihi azza wa jalla, kwa sababu ya huruma ya Allah jalla jalaluhu, kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu, na juu ya yote kwa sababu ya rahmatullahi alwasi'a allati wasi'at kulla shay, awaambie wale watoto, udkhulu antum wa abaukum, ingieni peponi nyinyi na wazazi wenu.